Baada ya safari ndefu ya kukabwa na wachawi, kulala kwa hofu, kuishi kwa kukosa amani, kwa kukosa furaha, baada ya safari ndefu ya mateso ya kuumwa mara kwa mara, karibia mitihani kuumwa na pia kuumwa mara kwa mara, Yesu ndiye ambaye amenisaidia. Yesu ndiye ambaye amenisaidia mpaka wakati huu. Nina ushuhuda kwamba siumwi mara kwa mara, siumwi mara kwa mara kama ambavyo ilikuwa awali. Kukabwa na wachawi hakupo tena juu yangu. Kukabwa na wachawi hakupo tena juu yangu. Kuchoka ovyo kama kipindi kile, macho kuwa mazito, kichwa kuwa kizito, mwili kuwa mzito, kushindwa nifanye nini, kukosa amani, kukosa furaha, vile vitu havipo. Ni Yesu ambaye amenisaidia. Ni Yesu ambaye ameniokoa. Ni Yesu ambaye amenifungua. Ni Yesu ambaye amenisaidia. Ni kweli naweza nikawa sijakamilika, naweza nikawa pengine sijafikia viwango vikubwa, lakini hata hapa ambapo nimefika, nina ushuhuda na ujasiri wa kusema Yesu amenisaidia, kwa sababu Yesu ndiye ambaye amenisaidia. Kwa sababu baada ya kumkaribia Yesu ndipo nimeanza kuyaona haya matokeo. Nimeanza kuona amani moyoni mwangu, nimeanza kuona nalala vizuri, naamka vizuri, nimeanza kuona mabadiliko makubwa baada ya kumkaribia Yesu kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo Yesu ambaye amenisaidia kutoka kwenye hivyo vifungo vya giza, manake hata wewe pia ana uwezo wa kukusaidia. Hata wewe pia ana uwezo wa kukuokoa. Hata wewe pia ana uwezo wa kukuponya. Kwa hiyo kumbe, magonjwa yalikuwa ni magonjwa ambayo yananitesa tu, yananidhoofisha tu. Lengo la yale magonjwa ilikuwa ni mianya ya kuharibu vyanzo vya fedha, kuharibu pesa. Yaani maana yake ni kwamba ukipata pesa ziishie hospitalini, ziishie kwenye matibabu. Kwa sababu si unaumwa mara kwa mara. Unaumwa mara kwa mara, unahisi kama vile ni kitu cha kawaida. Kumbe ilikuwa ni kitu cha kutengeneza. Sasa kama ilikuwa ni magonjwa ya kweli, kwa nini baada ya kumkaribia Yesu hayo magonjwa namaliza muda mrefu, hata mwaka mzima bila kuumwa, bila kwenda hospitalini, bila kuchoma sindano wala kutumia dawa? Kwa unaweza kuona kwamba yale magonjwa ambayo nilikuwa ninayapata sio magonjwa ya kawaida, yalikuwa ni magonjwa ya kutengenezwa. Kwa hiyo Yesu ana uwezo wa kukusaidia hata wewe ambaye unapitia changamoto kama hizo. Pia Yesu ana uwezo wa kukusaidia ukimwamini.